Nilitangulia kusema mimi kuna wakati, kuna mengine siyajezi kama hilo lako hilo. Nanyanyua mtu katika watu waliokaa chini aje anisaidie kujibu hiyo. Anuari, hebu njoo, hilo limenilemea. Lakini usiende kusema nyumbani kwamba niuliza swali mwalimu wa Kiislamu ameshindwa. Ni heshima tu nampa, lakini ningeingia mwenyewe. Haya, Waislamu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, kijana ameuliza swali na Mwenyezi Mungu ajalie awe mwenye kufahamu. Hebu rafiki yangu, habari yako? Salama. Umeuliza swali kuhusu Waislamu kutangaza kufunga, si kweli? Kabisa. Na umewapata wanatangaza kufunga. Kweli. Na ukiona kitu yote Waislamu wanafanya, basi bila shaka hawafanyi kwa hawa ya nafsi yao, bali wameyaona imeandikwa mahali. Sawa Nikuonyeshe mahali imeandikwa? Aswa. Nikikuonyesha utafuata? Yona 3:5. Sikiliza hiyo. Yunus Yona 3:5. Hebu soma hiyo kitabu chake, anasemaje bwana Yona? Kisha Wakristo wapelekewe viti pale, wakae huko. Kisha sija kuelewa Idris uwanja. Viti vipangwe kule, wakae huko nipate kuzungumza na wao moja mmoja. Yona ngapi? 3:5. Yona 3:5 inasemaje? Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu. Mpe kitu ya kwanza, wakamsadiki nani? Wakamsadiki Mungu. Kuna kitu Mungu aliwaambia wao wakasadikisha, si ni kweli? Kusadiki Mungu ni nzuri, ni mbaya? Mbaya. Kusadiki Mungu, kusadiki Mungu ni kitu kizuri. Kwa hivyo watu wa Ninawi wakamsadiki nani? Mungu. Wakafanyaje? Mpe usikize walipomsadiki Mungu. Wakatangaza. Ati nini? Wakatangaza. Ati nini? Wakatangaza. Kufanya nini? Kufunga. Mpe. Kumbe baada ya kumsadiki Mungu wakatangaza kufanya nini? Kufunga. Kwa hivyo ukiona watu wanatangaza kufunga, maana yake wamemsadiki nani? Mungu. Kwa kuwa Wakristo hawatangazi, kwa hivyo wanapinga nani? Okay, kwa hivi. Umeelewa? Lakini ngoja kwanza. Ngoja, imeandikwa haijaandikwa? Sawa, imeandikwa, lakini subiri nikueleze. Haya, nieleze. Hawa ni watu wa Nineve. Naam. Na wote ilikuwa mfungo kwao wao wenyewe na Mungu wao. Naam. Sio na mtu mwingine wa nje. Bali watu wa Nineve. Kwa hivyo kama walitangaza mfungo, ilikuwa wao wenyewe. Hawakwenda kuambia jirani kwa njoni Nineve tunafunga. Hata sisi hatuambii nyinyi, ni sisi kwa sisi tunatangaziana. Mbona tukajua? Nyinyi mlijua kwa sababu mliona tumetangaza, kama vile watu wa Ninawi. Nasema hivi, watu wa Ninawi walitangaza na sisi tukajua, si ni kweli? Simeandikwa tukajua, na sisi pia tumetangaziana kama ilivyosema Biblia, watu watangaziane. Na si peke yake Ninawi, hata Yuda ilitangazwa. Nyakati wa Pili 20:3. Si Ninawi tu, mpaka Yuda pia ilitangazwa. Hata Kenya ilitangazwa, ni wewe tu ndio hujasikia. Soma hiyo. Nyakati wa Pili 20:3. 20:3. Inasema. Naam. Yani tunatangaziana wenyewe, wewe ukatufuatilia ukajua. Soma hiyo. Inasema. Yehoshafati naam, akaogopa. Akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Alienda kumtafuta Mungu. Endelea. Akatangaza mbiu ya watu. Ati nini? Ya watu kufunga. Alitangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Ati nini? Katika Yuda yote. Mpe. Kumbe Yuda yote ilitangazwa kufanya nini? Kufunga. Baada ya kuelekea kwa nani? Kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo ukiona watu wanatangaza wameelekea kwa nani? Hiyo ni kulingana na Agano la Kale. Kulingana na Biblia. Biblia, lakini kwani Agano la Kale ni mbaya? Kuna tofauti Agano la Kale na Agano Jipya. Ya Kale ni mbaya?
Sio mbaya, lakini haya ni mambo yaliyokuwa yanafanywa kabla ya ujio wa Yesu Kristo. Na baada ya Yesu kuja alikuta hiyo, kuna vitu fulani alikuja akabadilisha. Wacha tuulize Yesu, hii agano la kale, maneno ya Taurati ya zamani na vitabu vya zamani, ulikuja kupinga au ulikuja kusadikisha? 5:17 Mathayo, mpe asome. Mpe hata sio yote. Kuna zingine alipinga. 5:17 Mathayo. Anasema hiyo ni ya zamani, kwa hivyo Yesu alikuja kupinga. Yesu hakuja kupinga. Yaliyokuwa zamani ndio yapo, na sisi tunafanya yaliyofanywa na watu wa zamani. Ukiona kufunga hii tunatangaza, sisi sio wa kwanza, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yetu ni watu wa zamani. Wewe ungetoa mahali watu wa zamani hawajafunga, ungetoa hiyo. Sisi tumekutolewa wanafunga na wanatangaza, na sisi tunafunga na tunatangaza. Yetu na watu wa zamani same and equal. Hii yenu ya kuficha ficha kama bangi, saumu yenu mtatuambia mlitoa wapi? Hii saumu ya kufunga mnaficha ficha, hii mnaficha kwa nini? Soma hiyo 5:17 Mathayo. Sidhani ya kuwa alikuja kuitangua Taurati. Yesu anasema si kuja kutangua Taurati au manabii, na manabii walivyotangaza zamani, si kuja kupinga. La, sikuja kutangua, bali kutimiliza. Mpe. Yesu anasema si kuja kufanya nini? Kutangua wala kutimiliza. Bali kutimiliza, yani itekelezwe ilivyosemekana zamani. Zamani wakifunga Yuda yote walikuwa wanatangaza, sawa? Na sisi kwa kuwa tunatimiliza hiyo, pia tunafaa tufanye nini? Tutangaze kama walivyotangaza zamani, kulingana na jini, kulingana na maandiko. Kwani mimi nimesoma yetu ama nimesoma Biblia? Kwani Biblia ni ya Waislamu au ya Wakristo? Biblia ni ya Wakristo. Na mimi nimesoma kitabu gani? Hiyo. Kwa hiyo kumbe ni yetu, sio yenu. Mimi ningesoma Qur'an ungesema hiyo ni yenu, lakini sikusoma Qur'an. Nimesoma kitabu gani? Biblia ni yenu, ni yetu? Yetu. Na kama ni yenu, inatuunga sisi mkono ama inawaunga nyinyi? Ajabu, leo Biblia unakataa wewe. Mimi ndo nakuonyesha. Nasema hivi, mimi nakuonyesha mahali imeandikwa katika Biblia yako kuwa watu walifunga na walitangaza. Nimekuonyesha, sijakuonyesha? Nimeonyesha. Biblia yenu, si ni kweli? Lakini sio kila kitu walikuja kutimiliza. Kwa hivyo vitu vingine ndani ya Biblia mlikataa. Si eti alikataa. Hiyo ni mambo yapo katika Biblia imeandikwa. Wanaotekeleza na kuifanyia kazi ni Waislamu. Maana yake Biblia hata sio yenu, ni yetu. Tafuteni kitabu kingine. Hiyo iliwashinda kitambo. Biblia iliwashinda. Yaliyoandikwa katika Biblia imewashinda. Sisi ndo tunatekeleza. Umenielewa vizuri? Ukionekana unafanya yalivyoandikwa katika Biblia, unatangaza kufunga. Umenipata vizuri? Ikifika wakati wa kufunga unatangaza. Wakristo wakikuona unafanya hivyo kwa kuwa imeandikwa katika Biblia, unatangaza watu kufunga, watasema umekuwa dini gani? Hapo nitakuwa navunja sheria. Nasema Wakristo wakikuona wewe umesoma Biblia, umeona wanatangaza watu kufunga, na wewe ukatangaza watu wafunge, wakikuona Wakristo wanafanya hivyo, watasema umekuwa dini gani? Kwanza sitatangaza. Nasema hivi, Waislamu ngoja kidogo, hujanielewa. Nasema hivi, wanaotangaza ili watu wafunge ni kina nani? Waislamu wanasema. Sawa. Na tumetoa maandiko katika Biblia pia kufunga ilitangazwa, si kweli? Sababu nikakwambia. Ngoja, sababu yako tunakuja baadaye. Nasema hivi, na Biblia tuliona watu wanatangaza kufunga, si kweli? Wewe ukionekana unatekeleza hiyo, unatangaza watu wafunge, Wakristo wakikuona watadhani umekuwa dini gani? Islam. Kumbe Biblia inataka uwe nani? Biblia inataka uwe nani? Agano Jipya linataka niwe Mkristo. Na Agano la Kale inataka uwe nani? Lakini sasa hizi tuko sahihi. Nasema hivi, Agano la Kale inataka uwe nani? Si Jipya umesema inataka uwe Mkristo? Ya Jipya inasema uwe Mkristo. Na Agano la Kale inataka uwe nani? Yeye ni ya kitambo. Nasema Agano la Kale la kitambo, ukiisoma inaendana uwe nani? Kama Muislamu.
kama Muislamu hivi, lakini Agano Jipya inasema uwe Mkristo, si kweli? Sasa wacha niulize Biblia, wewe Mkristo unafaa ufate ya zamani ama ufate hii jipya? 1:9 Mhubiri. Tuulize Biblia sasa. Biblia ituambie wewe inatakana ufanye jambo jipya, Agano Jipya, au ufate ya zamani? Sikiliza Biblia yako inakwambia ufanye nini. Sisi tayari tumefuata ya zamani. Agano la Kale imeamrisha watu kufunga, lakini Wakristo kwa kuwa hawataki kuwa Waislamu wakajitengenezea Agano Jipya. Onyango aliwatengenezea, alifanya editing Agano Jipya, wakaacha ile la kale. Sasa ile la kale inaendana na Waislamu, inakaa kama ya Kiislamu vile, inasema watu wafunge, watangaze. Lakini hii jipya hii ndo balaa. Hii jipya imetengenezwa Europe, imetengenezwa Britain huko. Sasa wacha tuulize Biblia inataka gani? Tufuate ya zamani au hii mpya? Soma hiyo Mhubiri 1:9 inasemaje? Sikiliza kijana. Wewe angalia hapo kijana. Inasema. Wewe muonyeshe. Hii hapa. Muonyeshe. Soma sasa. Inasema. Naam. Yaliyokuwako. Nane. Nianzie, mambo yote yamejaa uchovu usioonekana. Endelea 9 sasa. Yaliyokuwako. Sikiliza, umeruka. Ndio hiyo 9. Soma sasa. Yaliyokuwako. Biblia inasema yaliyokuwako zamani ndiyo yatakayokuwako, ndiyo yatakayoendelea kuwako. Kama watu walikuwa wanatangaza kufunga, bado itaendelea. Wanaoendeleza ni Waislamu. Endelea. Na yaliyotendeka ya kufunga zamani ndiyo yatakayotendeka, ndiyo inayoendelea kutendeka na Waislamu. Endelea. Wala jambo jipya. Ati nini? Wala jambo jipya. Ati nini? Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Mpe. Hakuna kitu gani? Jambo jipya. Kumbe hii mambo yenu ya Agano Jipya hakuna chini ya nini? Wacha pumue, anasikiliza hiyo. Kumbe hii mambo yenu ya jipya hii, sijui Agano Jipya, sijui nini jipya, hakuna chini ya nini? Agano Jipya ni kitabu kilicholetwa na Mungu. Ati kililetwa na Mungu? Hapana, tunasema Mungu. Kililetwa na nani? Agano ambalo lilikuja. Nipe andiko ngapi? 1 inasema kuna Agano Jipya, leta. Acha nikufungulie. Gani? Yeremia ni Agano la Kale. Wewe nimekwambia Agano Jipya. Agano Jipya inaanzia wapi? Ngoja kidogo. Nasema hivi, Agano Jipya si inaanzia Mathayo? Inaanzia Mathayo. Marko, Luka, Yohana. Toa andiko ngapi? 1. Inasema haya ni Agano Jipya. Wachana ya kale, wachana Yeremia. Toa kwenye Mathayo, Marko, Luka na Yohana, iseme hii ndo Agano Jipya. Unakosa, lakini ukuangalia unaona. Nasema hiyo. Kwani mimi si nimetoa? Ngoja. Najua umetoa andiko. Si nimetoa andiko. Kuna vitu zingine huwezipata direct. Nasema hivi, mimi si nimetoa direct. Nimesema hakuna jambo jipya chini ya nini? Ngoja. Mimi yangu ni direct, sio direct. Yako ni direct. Lakini ni tofauti na nyingine. Ngoja kidogo. Yangu imesema hakuna jambo jipya chini ya nini? Nimesema chini ya jua. Yaliyotendeka zamani ndio yanaendelea kufanya nini? Yaliyofanyika zamani ndio yanaendelea kufanyika. Hakuna jambo jipya. Yako ya kusema kuna jambo jipya, toa kwenye hiyo Mathayo yako Agano Jipya, Marko yako Agano Jipya, Yohana yako Agano Jipya, iseme haya ndiyo Agano Jipya. Leta mgawanyo wa Biblia. Nani amegawanya? Nani huyo aliyegawanya hiyo Biblia? Nani aliwapatia ruhusa mgawanye maneno ya Mungu? Hatukupewa ruhusa, bali iligawanywa. Nani huyo aliyegawanya? Yesu venye alikuja alibadilisha. Nasema hivi, nisikize vizuri. Huyo aliyegawanya maneno ya Mungu nani? Kwani sikizi maneno ya Mungu mnafanya reja, mnafunga. Nini mnagawanya? Nani aliwapatia ruhusa mgawanye? Sisi tuliyapata. Mliyapata? Nani aliwapatia? Waliokuwepo. Hao waliokuwepo ni kina nani? Hamkuwa. Kwa hivyo wewe ni very innocent, unafuata tu. Anafuata tu ile kitu amekuta watu wamefanya. Rafiki yangu, ushahidi ni kuwa ni hii Qur'ani 2:183. Sikiliza hiyo maneno. Ukikataa shauri yako, sisi tunakufundisha tu.
wama alaina illa albalaghul mubin, yetu ni kukufundisha na kukuelimisha. Na inasemaje? Enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga. Wewe sikiliza vizuri, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, kama walivyoamriwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Mungu anatufundisha, nasema mumeamriwa, mumeamrishwa, mumelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa wapi? Kabla yetu. Kumbe kabla yetu watu walikuwa wanafunga nini? Saumu. Ushaisikia saumu? Hiyo ndio Uislamu. Hiyo Uislamu inaitwaje? Saumu. Ya Wakristo inaitwa saumu? Hapana. Ya Waislamu inaitwaje? Saumu. Wacha tuulize Biblia imetaja hiyo saumu 58:3. Inaenda Isaia. Ya Waislamu inaitwa saumu. Je, imetajwa? Soma hiyo. Shida Biblia hawaisomi. Enda 58. Samahani. 4 inasema tazama, ninyi mwafunga. Anzia 5. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyo ichagua mimi. Kumbe kuna saumu Mungu alifanyaje? Alichagua. Saumu Mungu aliuchagua. Tena amesema itakaseni. Yoeli 1:9. Soma Yoeli 1:14 ndo mzuri zaidi. Yoeli 1:14 ndo bora zaidi. Saumu imechaguliwa na Mungu ndani ya Biblia. Wewe ufungi. Soma, wewe sikiliza hapo. Takaseni saumu. Wewe sikiliza wewe. Soma tena. Takaseni saumu. Iteni kusanyiko la dini. Wazee wafunge saumu. Na wakusanye wenyeji wote wa nchi. Mpe. Hii ni Biblia imetaja watu wafunge nini? Saumu. Tena waifanye waitakase, si ni kweli? Kweli. Ukionekana unafunga saumu, Wakristo wakuone unafunga saumu na uambie umefunga saumu, watasema umekuwa dini gani? Hawatajua nimefunga. Ukiwa umefunga na uambie, nasema hivi, nisikize kidogo. Wakiona sisi tumefunga saumu, nyinyi mmefunga. Wakiona umeshirikiana na sisi kwa kufunga saumu, wakikuona umefunga saumu, watasema umekuwa dini gani? Kwanza watajuaje nimefunga? Kwani sisi unajuaje tumefunga? Nyinyi mlitangaza. Sawa, tumetangaza kufunga kitu gani? Lakini Mr. Nasema hivi, tumetangaza kufunga kitu gani? Saumu. Na Biblia imetaja kufunga kitu gani? Saumu. Saumu hiyo ukifunga Biblia iliyoitaja, kama vile Waislamu pia wanafunga saumu. Wakristo wakikuona hufungi Kwaresma, si kuna kufunga Kwaresma na kuna kufunga saumu. Kwaresma si ni ya Wakristo? Kufunga Kwaresma si ni ya Wakristo? Na kufunga ya saumu ni ya Waislamu. Kwa Waislamu inaitwa saumu, kwa Wakristo inaitwa Kwaresma. Si ni kweli? Katoliki wanafunganga, si ni kweli? Okay. Inaitwa Kwaresma, si hivyo? Na Waislamu inaitwaje? Biblia imetaja Kwaresma ama imetaja saumu? Saumu. Ukiacha kufunga Kwaresma ukafunga saumu, Wakristo wa Kwaresma wakikuona watasema umekuwa dini gani? Uislamu. Watasema umekuwa dini gani? Jibu, watasema umekuwa dini gani? Kumbe Biblia inataka uwe nani? Inataka uwe nani? Imezima? Haiko sawa. Inataka uwe nani hapo? Kwa hiyo andiko. Na haiongelee Kwaresma. Wakiona unafunga saumu, watu watasema umekuwa dini gani? Kumbe Biblia inataka uwe nani? Anafikiria sasa. Anafikiria. Ndio hivyo. Unajua kabisa. Unajijua kabisa. Sasa saa hii ukijiunga na watu wa saumu,
uache wale watu wa Kwaresma. Useme kuanzia leo sitaki Kwaresma, nataka saumu. Kwa kuwa unataka saumu, wakikuona tu unafuatilia mambo ya saumu, watasema umekuwa dini gani? Kumbe Biblia iliyotaja saumu inataka uwe nani? Inataka nani? Jibu, inataka uwe nani? Anaiona haki, lakini sasa kufuata anaona hii ni ngumu. Anaona kabisa haki hii ni haki, hii lazima tufuate hii. Ni Biblia yako ama ni Qurani? Ni Biblia. Na sio unafaa usome Biblia. Ukisoma ikataja mambo ya saumu, wakakuona watu wa Kristo wengine unafuatilia mambo ya saumu, unashikashika mambo ya saumu, mambo yako ni saumu, sio Kwaresma, watasema umekuwa dini gani? Kumbe Biblia hii inataka uwe nani? Sema ashhadu, ndo unasilimu sasa. Sema ashhadu, ndo unasilimu hivyo. Kwa jina la Baba. Ati nini? Baba alikufa kitambo, Raila tulimzika. Kitambo rafiki yangu. Raila unataja saizi wewe? Baba tulizika yeye kitambo. Silimu sasa, sema ashhadu. Twende kwa saumu rafiki yangu. Wachana Kwaresma. Hii unafunga mchele na ugali, lakini nyama unakula. Hatari. Nilipatana na Mkristo pale town. Tuko meeting kidogo tunazungumza. Akaniuliza umefunga? Nikamwambia nimefunga. Hata mimi nimefunga. Oh, umefunga nini? Si unajua ni Kwaresma. Nikamwambia okay sawa, tukaendelea kuongea. Akakaa kidogo akasema leta maji. Nikamwambia si ulifunga? Nimefunga ugali, nimefunga mchele, lakini maji sijafunga, hii nitakunywa. Akakunywa maji, akakaa kidogo akaitisha juice. Nikamwambia nini tena? Hii sijafunga, hii juice iko sawa kabisa. Sasa ni hivyo, yani watu wanafunga nusu. Wachana Kwaresma, hiyo ni uongo. Ile inayotakikana ufunge inaitwa saumu. Na Biblia imetaja. Tena imesema takaseni saumu. Next. Alex. Mpe mtoto wa Bojal mwenyewe. Kijana ako karibu kusilimu huyo. Na wewe pia uko karibu kusilimu. Haya. Una swali ya kuuliza? Swali langu. Uliza. Acha nirudi kwa mada yenye ilikuwa leo. Isomee Qur'ani 25:43 na maelezo yake. Mpe akusomee 25:43 na maelezo yake. Huyo sasa anafikiria kusilimu. Tumfanyie dua Allah muongoze. Semeni amin. Au fikiria. Da'udhu sufi yani au kashay. Hada ma qaba. Lakini tawhid ki shahada qabsama kalada huwa hir. Wahba kadiman hidayah diman. Ilaha subhanahu wa ta'ala. Sa'uud ni mu'agala hada kama qaba soom kullu haqiqi. Ala diidan wakwa. Soonke nugu haysteen waana tusnay. Qur'aanka ka tusnay, Bible-kooda ka tusnay oo soo raaca aan ka karlaana. Ilaaha subhanahu wa ta'ala. Aya, msomee aya yake aulize swali huyo. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Je, umemwona yule aliyefanya matamanio yake kile anachokipenda naam kwa Mungu? Basi je, utaweza kuwa mlinzi wake ukamhifadhi na hayo? Naam. Twende maelezo. Waarabu naam kwa ujinga wao wa kuabudu chungu ya miungu walikuwa baadhi yao naam wakiona chochote kile kikawapendeza ukiabudu naam hata andazi liliokaa kwa sura nzuri. Naam. Haya mpe. Anwar. Ile maneno iko hapa ambayo kama Qur'an mnasema ni maneno ambayo imeandikwa kwa Kiarabu. Naam. Na tukisoma hapa tunaambiwa Waarabu walikuwa wanaabudu hata maandazi. Kabisa. Wakiona tu maandazi imekaa sura mzuri, huyo ni Allah. Hata tende. Wewe usiseme huyo ni Allah, mpe arudie. Wewe. Huyu mtu mjinga huyo. Akili hana kabisa. Rudia.
Naam. Na inasema Waarabu naam, kwa ujinga wao wa kuabudu chungu ya miungu naam, walikuwa baadhi yao naam, wakiona chochote kile kikawapendeza, ukiabudu hata ndazi lilokaa kwa sura nzuri. Haya, mpatie. Anwar, umesema nimesema uongo. Yaani mtu anaabudu nani? Hebu mpe arudie kidogo nikufundishe kitu. Hapo nataka ufundishe. Rudia tena sasa nimfundishe pole pole. Sikiza lugha bana. Pole pole sasa. Waarabu kwa ujinga wao. Ni kwa ujinga, walikuwa hawana elimu. Ni wakati wa jahilia period. Watu ni wajinga, hawamjui Mwenyezi Mungu. Kwa ujinga wao, sio kwa uelevu wao. Ni kwa ile ujinga wao. Wakafanyaje? Waarabu kwa ujinga wao, kwa ile ujinga waliokuwa nayo wa kuabudu chungu ya miungu. Walikuwa wanaabudu chungu ya miungu, sio Mwenyezi Mungu. Miungu hata sanamu ni katika miungu. Endelea. Walikuwa baadhi yao wakiona chochote kile kikawapendeza, ukiabudu. Wanaabudu tu. So ile ni kwa ujinga yao, lakini baadaye ujinga uliondoka. Mungu akaleta haki, akaleta elimu, akaleta wahi kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawafundisha kuhusu Mwenyezi Mungu, akawaambia muache masanamu, muache kuabudu vitu vinavyostahili. 4:36 Qur'ani. Sikiliza sasa, 4:36. Zile miungu walikuwa naabudu zilikanseliwa. Sasa ikaanza ibada ya haki ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Waarabu kwa ujinga yao wakaabudu mandazi. Wakristo kwa ujinga yao walipoona Yesu anapendeza wakaabudu. Kwani hatujui? Waliona mtoto maridadi kabisa, mtoto wa kiume ana misuli, wakaona huyu ni Mungu huyu. Same na Waarabu tu. Wanaabudu vitu vya ajabu. Wakiona kitu kikikaa vizuri wanakiabudu. Nyinyi pia muliona mtoto wa Mariamu amekaa vizuri mkaabudu. Wakatoliki walipoona Mariamu ni very beautiful pia wakaabudu. Wanaabudu mpaka Mariamu ati mama ya Mungu. Nyinyi na Waarabu same, ngoma yenu moja. Nyote mko same WhatsApp group, nyote. Wale Waarabu katika ujinga na nyinyi yote same WhatsApp group. Mko different group. Sisi ndo kidogo kando. Sasa kando yetu, sikiliza sasa. Soma hiyo. Mwabuduni Mwenyezi Mungu. Mungu ametangaza sasa, wacheni hiyo mandazi, wacheni kuabudu Yesu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, wala msimshirikishe na chochote. Wala msimshirikishe na chochote katika ibada yake. Peke yake ndo anaabudiwa, hizi vitu vingine yote Lakini Waarabu kwa ujinga wao waliabudu masanamu. Wakristo kwa ujinga wao wanaabudu Yesu. Subiri, Waarabu tuliwakomesha ujinga, waliacha. Wewe utaacha lini ujinga ya kuabudu Yesu? 29 Qur'an. Nauliza hivi, Waarabu ujinga ya kuabudu masanamu tulikomesha kupitia wahi na walikoma. Nyinyi wewe mmoja wao, utaacha lini ujinga ya kuabudu Yesu? 29 Qur'an. Kwani wewe unasomanga Qur'an? Acha isomwe mwalimu. Mpe asome. Hataki kuacha. Utaacha lini rafiki yangu ujinga ya kuabudu Mariamu na Yesu? Katoliki wananifurahisha sana. Unajua mlangoni kuna sanamu ya Yesu ameshikiliwa na Mariamu, mtoto mdogo Mariamu mama bonge mzima amevaa baibui vizuri kabisa, na Joseph amesimama karibu yake, wanasema ni boyfriend wake. Hao watu hatari sana. Joseph ameparara, Mariamu amepigwa vizuri, amekuwa beautified. Sasa wanakuja wanapiga magoti. Maria, wanasemaje kwanza? Salamu Maria uliojaa neema, uliotukuzwa kuliko wanawake wote, utusamehe sisi sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Wanaomba Mariamu, hatari sana. Kisha mimi nawaulizaga, ushaomba mwanamke, mbona huyo bwanake boyfriend mnaacha nje? Si pia yeye muabudu?
hatari sana, lakini ni vile tu hawajui. Dawa ndio inafika inaingia hivyo polepole. Soma mwalimu. Ashabadilisha sasa 16:125. Ashabadilisha 22:29. 29 ameenda 16 sasa. Imeenda mambo hiki. Asoma hiyo 16:125. Waite watu, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Soma hiyo. Waite watu katika njia ya Mola wako, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hikma na mawaidha mema. Mpe maelezo namna ya kulingana ama kulingania. Namna ya kulingania ni hii maneno matamu humtoa nyoka pangoni. Maneno matamu humtoa nyoka pangoni. Anabalika. Hebu mpatie Anwar huko, peana huko. Anwar, ngoja. Hii naomba nisomee baruani. Hii farisia peana mambo ya nyoka tena. Haya, mpatie. Pango ya nyoka ni wewe. Onyango, habari yako? Salama bwana, jambo? Salama kabisa. Naam. Una swali au unasilimu? Mimi nina swali. Kijana, kaa tu hapo. Nasonga tu. Mbishane kidogo. Wewe uende upande huu. Hakuna shida. Kaa karibu na huyo light skin. Anaitwa Alex. Amesema atasilimu. Lakini bado kila siku ni kufikiria tu. Haya, sasa bwana Anwari. Wacha niulize swali ndani ya mada. Uliza swali ndani ya mada. Na sitaki kuchukua muda mrefu. Kabisa. Ili wengine pia wapate nafasi. Kabisa. Labda dakika 4 ama zinatosha tu. Ama 3. Naam. Mada ya leo ni ibada. Yes. Na umefundisha vizuri, kwanza na kupongeza. Naam. Kwamba anastahili kuabudiwa ni Mungu peke yake. Na kufanyiwa ibada. Kabisa. Kwa mimi leo, naam, nikiamua kufanyia mtu ibada, ida wa kuzunguka, naam, ama wa kurukaruka. Nini? Kufanyia mti. Mti ni kiumbe cha Mungu. Kuna kufanyia na kuna kuabudu. Nisikize vizuri. Ya kidogo, ngoja mimi niulize kwanza alafu utaweka yako. Uliza. Mimi nikiamua leo kufanyia mtu ibada, nizungukie mti ndio nafanyia si Mungu. Nazunguka mti au narukaruka. Niko sawa ama nakosea? Haya, ndo nakujibu vizuri. Labda Kiswahili hujui. Mimi najua Kiswahili vizuri. Sisi tunafanyia ibada msikitini. Tunafanyia ibada wapi? Msikitini. Kwa hivyo msikiti ndo tunafanyia ibada. Na sio ati ni msikiti tunaabudu, ni mahali ya kutekelezea ibada, sio kuabudu ya msikiti. Labda unielewe, sijauliza hivi. Ndio ngoja subiri. Haya. Ukiona Waislamu wanafanyia ibada msikitini, si ati wanaabudu msikiti, ni mahali ya kutekelezea ibada. Kwa hivyo lazima upate makao ya kutekeleza ibada na mwenyewe unamtekelezea. Nisikize vizuri, na mwenyewe unamtekelezea. Unaweza ukaamua kumtekelezea ibada Mwenyezi Mungu ndani ya msikiti, au hata kwenye miti umetengeneza vizuri, ukaona hapa ndo panafaa kwa sababu hakuna msikiti karibu. Mimi nilikuwa safari mahali fulani, nikafika mahali gari yetu ikaharibika, tuko katikati ya kichaka. Sasa tukaamua tu tufieke mahali kidogo, miti tukatengenezea, tukafanyia ibada hapa kwenye miti. Umenipata vizuri? Lakini sio tumeabudu miti, ni ibada tumefanyia hapa kwenye miti. Nimekupata. Umenipata vizuri? Kwa mfano ngoja kidogo. Akuwekea defense mbele ya Safa na Marwa. Kidogo nishakuona hapo kwa chini. Kidogo na Marwa, najua unaenda. Kwa mfano kidogo tulia. Najua unaenda huko. Mimi sijauliza eneo la kufanya ibada. Ibada unafanya popote. Popote. Chini ya kibanda. Unaweza fanyia ibada msikitini. Chini ya kidogo ngoja nimalize kwa. Weka Kiswahili vizuri. Mimi naweka vizuri. Weka. Ibada unafanya mahali popote. Ngoja nimalizie sawa. Utafanya msikitini, hapa uwanjani, hata chini ya mti. Na hilo wala si swali langu. Tulia kidogo hapo tulia. Swali langu ndio hili. Kabla uulize. Kidogo. Siongei kabla uulize. Umesema unaweza fanya ibada kwa msikiti, popote, hapa viwanjani, hata chini ya petrol station, Sasa naiweka katika Kiswahili sanifu sasa. Safi. Unaweza fanyia ibada msikitini, unaweza fanyia ibada petrol station, unaweza fanyia ibada Safa na Marwa, unaweza fanyia ibada hata chini ya mti. Umenielewa sasa? Mahali popote unafanya ibada. Hata Safa na Marwa unaweza fanyia ibada. Kidogo kwa mpole. Hilo ni inaitwa eneo la kufanya ibada. Eneo Safa na
Sawa, sababu subiri kwanza, tulia hapo hapo. Waislamu takbir. Wanasikia Anwari? Sasa sawa kabisa. Tunaelewana. Wacha zaidi kuelewa ili uelewe. Umenielewa vizuri. Unataka defense nishakuona mapema. Sasa bwana Anwari, utanishinda na maneno mimi. Sitakushinda na maneno. Mimi ni mtu wa coast. Pole. Mimi ni mtu wa coast. Sasa wewe ni wa coast na mimi asubiri. Mimi ni wa Zanzibar. Sasa nani zaidi? Wewe Zanzibar? Mjaluo wa Zanzibar? Kabisa. Mjaluo wa Zanzibar? Kabisa. Rafiki yangu. Sasa twende kwenye swali. Hakuna mtu mfupi Zanzibar. Twende kwenye swali. Wote warefu. Hakuna mrefu kwa kwanza. Wewe huko ni watu wa Oman. Hakuna Oman mfupi wewe. Oman alileta tu mbegu yake haramu hapa. Alipokuja kufanya biashara kuuza watu. Tuko kwenye vitabu. Ingia kwenye swali bwana. Ingia. Qur'ani 2:158. Mpe asome. Naona nataka kuweka magugu maana umeona mbele. Unaweza fanyia ibada. Translation kidogo tulia bwana. Unaweza fanyia ibada kwenye barabara. Unaweza fanyia ibada Safa na Marwa. Mahali popote. Popote. Lakini usiabudu petrol station. Au usiabudu petrol station. Wala mlima. Kabisa. Usifanyie ibada. Fanyia nani? Mungu. Qur'ani 2:158. Mpe asome. Ulikuwa unakuja hapo. Kabisa. Sasa imeeleweka vizuri sasa. Sasa hakuna magugu, tushafieka yote. Sasa Kiswahili kimeeleweka safi. Soma sasa. Yaani wewe zunguka tu, tushakuona. Soma. Inasema ndio amekuja pale sasa. Hakika Safa na Marwa. Hakika Safa na Marwa. Majabali mawili yanayofanyiwa ibada. Huko ndio inafanyiwa ibada. Anwari, usigeuze andiko. Andiko lisema huko inafanyiwa. Andiko linasema, kutulia. Safa na Marwa, majabali mawili yanayofanywa, si huko kunafanyiwa, yanayofanyiwa. Nasema hivi Safa na Marwa haiko hapa. Nilisema huko, kama ingekuwa hapa ningesema hapa. Hii Kiswahili. Nilisema huko kwa sababu Safa na Marwa haiko Kenya, sio hapa Mount Kenya. Very good. Haya, mpe arudia tena. Kwa hivyo inafanyiwa nini? Inafanyiwa ibada huko. Kama nani? Inafanyiwa ibada kama makao. Kwa nini inafanyiwa ibada huko? Kwa sababu Mungu alisema ifanyiwe huko. Hajasema huko. Kwa nini inafanyiwa ibada? Arudie. Kwa Mungu alisema ifanyiwe huko. Hapa kitaeleweka, rudia. Haifanyiwi Mount Kenya. Kwa akili yako ulikuwa unataka ifanyiwe ibada Mount Kenya. Haifanyiwi Mount Kenya, inafanyiwa huko. Soma tena. Amenielewa sasa? Vizuri sana. Kufanya hii sio shirki bwana. Twende huko. Soma tena. Inasema hakika Safa na Marwa majabali mawili yanayofanyiwa majabali hizo mawili ziko huko Maka, yanayofanyiwa ibada. Huko ndio inafanyiwa ibada ya kusai huko Maka. Ibada yenyewe inaitwa ya kusai huko Maka. Tulia sasa. Sasa nataka nimueleweshe vizuri sana. Sio sisi wa kwanza kufanyia ibada milimani, walifanya manabii wengi milimani ibada. 3:12 kutoka kama sijakosea. 3:12 kutoka. Soma hiyo. 3:12. 3:12. Kutoka. Sio sisi tu tunafanyia ibada huko. Sio wa kwanza sisi. Soma hiyo. Inasema 3:12. Sikiliza Musa anasemaje? Akasemaje? Bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Na dalili ya kuwa nimetuma ndio hii utapokuwa umekwisha kuwatoa hao. Wakati utawatoa hao wana wa Israeli katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Kwa hivyo kuna ibada inafanywa mlimani. Sasa hiyo ya kina Musa baadaye ilipigwa X, ikaletwa nyingine mpya, Mika 4:1 ikaletwa ya Safa na Marwa. Ile ya Jerusalem X. Sasa saa hii inafanywa Maka na Madina 4:1. Soma hiyo. 4:1 Mika. 4:1 Mika. Inasema lakini itakuwa katika siku za mwisho ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana, kuna nyumba ya Mungu iko hapo na kuna mlima hapo. Nyumba ya Mungu ni Al-Kaaba iko hapo Maka, na milima ni Safa na Marwa. Endelea. Utawekwa imara juu ya milima hizo. Safa na Marwa itawekwa imara juu ya milima ingine. Iko juu ya Mount Kenya, iko juu ya Mount Kilimanjaro, iko juu ya Mount Elgon,
iko juu ya milima zingine. Endelea. Nao utainuliwa juu ya vilima, itainuliwa juu ya vilima. Vile mingine yote haifanyiwi ibada, hiyo peke yake ndio iko top. Endelea. Na watu kama sisi Waislamu wataenda kwa Safa na Marwa makundi. Ati nini? Makundi. Watu wanaenda makundi. Sasa kundi yenu ya Wakristo kwenda Maka mpaka sasa hatujawaona. Safa na Marwa hatuoni kundi ya Kikristo. Kundi inayopatikana huko ni kundi ya Waislamu peke yao. Labda Waislamu waliotoka Iran, Waislamu waliotoka Iraq, Waislamu waliotoka Kenya, Waislamu waliotoka Tanzania wanapatikana huko. Nyinyi hampatikani. 56:7 Isaia. Nizike alafu watu wanakuwa kipara kama yeye. Kabisa. 56:7. Yaani bado bado kidogo tu. Mahujaji huko wanapiga kipara kama wewe. Shida yako sasa unavaa suti kama mzungu. Anavaa suti kama mzungu. Shida ndio hiyo. Ameacha kanzu ya Bwana Isa Ibn Maryam. Soma hiyo. Isaya 56:7. 56:7. Inasemaje? Inasema. Sikiliza unyango hapo. Inasema, naam, nitawaleta hao. Mungu anasema hao mahujaji nitawaleta hao nao hata mlima wangu huu wa Safa mtakatifu. Watakuja mpaka mlima wa Mungu mtakatifu. Endelea. Na kuwafurahisha, tena nitawafurahisha katika nyumba yangu, katika nyumba ya Al-Kaaba. Watakuja wanafurahi, wanasali hapo. Endelea. Ya swala. Nyumba hiyo ni nyumba ya sala. Hakuna mahali kuna mlima na kuna nyumba ya sala isipokuwa Maka. Nyumba ya sala na milima ya ibada ya Safa na Marwa, ibada ya kusali hakuna isipokuwa Maka. Endelea. Na makafara ya kuchinja wakienda hija na dhabihu zao zitakubaliwa. Hakuna mahali nyingine watu wanaenda hija kisha wanachinja isipokuwa Maka na pia Safa na Marwa. Hakuna mahali kuna milima ya ibada na pia kuna nyumba ya sala na watu wanachinja isipokuwa hii yetu. Yenu anda saa hii Netanyahu atakufukuza. Huko hamna. Endelea sasa. Kwa maana nyumba yangu, nyumba hii ya Al-Kaaba itaitwa. Ati nini? Itaitwa nyumba ya sala. Kwa kina nani? Kwa mataifa yote. Mungu anasema hii ndo nyumba ya watu wote. Sasa hiyo nyumba ya watu wote inaitwaje? 22-25 Qur'ani. Nishamaliza, inaitwa Al-Kaaba. Anapo umekufa kifo cha mende. Hapa naelewa vizuri tu. Tusome hiyo. 22-25. Samahani. Suratul Hajj. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Aelewe vizuri hapo. Inasema hiyo nyumba ya watu wote inaitwaje? Soma hiyo. Inasema hakika wale waliokufuru wenyewe kama kina Onyango na huyo mtoto wa Abu Jahal, na wakazuilia wengine, na wanazuia wengine kama huyo kijana maskini anataka kufunga saumu, wanamlazimisha abaki. Endelea. Njia ya Mwenyezi Mungu na kuwazuilia kuingia msikiti uliotukuzwa ambao tumeufanya kwa ajili ya watu wote. Unaona hiyo nyumba? Hiyo ndio nyumba ya watu wote. Biblia imetaja na Qur'ani imetaja. Onyango amebaki haendi, anaona kwa TV tu. Utafika lini huko my friend? Lini utafika? Waislamu takbir. Raha ya Biblia imetaja kila kitu. Sasa tuna shida na da'wa raha sana. Maadamu unajua maandiko 2-3 unaweka mahala pake na aya ya Qur'ani unagongelea, Wakristo hawana hoja tena. Alikuwa anakataa ibada ya Safa na Marwa, Biblia imetaja. Tena kuna nyumba ya sala, nyumba kwa ajili ya watu wote. Ukienda Jerusalem hakuna kanisa ya watu wote, hakuna. Utapata wapi wewe? Hiyo hamna. Waislamu takbir.